Unaweza kutumia dakika moja pia kumshukuru Bwana kwa ajili ya saa hii. Na naomba umsihi Roho Mtakatifu aseme na maisha yako kile ambacho amekusudia kukisema asubuhi ya leo, kiende moja kwa moja kwenye maisha yako. Baba Mungu, asante kwa ajili ya wakati huu. Asante maana ni wewe ambaye umetukusanya mahali hapa. Nasi Bwana, asubuhi ya leo tumekuja nyumbani mwako tukiwa hatuna ajenda nyingine zaidi ya kukuabudu na kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu, sani yako sema na maisha yetu katika jina la Yesu, amen. So kama unaandika, nitaomba uandike roho ya uaminifu. Roho ya uaminifu. Na naomba unifuatilie kwa makini, kwa sababu nitakwenda kuzungumza kwa muda mfupi ili uweze kunielewa. Na ili uweze kumuelewa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Maharusi wape Biblia, maana kukaa hivi kanisani hapo ni kazi. Wape Biblia zenu. Maana sijazoea kukaa hivyo. Wapeni tu Biblia zao. Zinatosha watu wa Mungu. Maana mko mnawapa Biblia 6 na wako 4. Nimesema kama unaandika, unaweza kuandika roho ya uaminifu. Na nitaomba uende kwenye Biblia yako ufungue kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5. Wagalatia sura ya 5 na mstari ule wa 22. Wakati nafundisha ibada ya kwanza, niliongea na watu ibada ya kwanza nikawaambia, na napenda kukirudia hichi kitu tena ibada hii ya pili, ya kwamba moja ya kitu ambacho unatakiwa ukikatae, moja ya kitu ambacho, naomba unitie wapigaji wote na vijana wote wa kiume waje kukaa hapo. Kule nyuma wabakie sound engineer tu. Kama usiki ninaomba utoke. So niliwaambia watu ibada ya kwanza ya kwamba moja ya kitu ambacho unatakiwa ukikatae ni kuwa Mkristo usiyekuwa na viwango. Ni kuwa Mkristo usiyekuwa si na viwango vya mwilini, si na viwango vya kula vizuri, lakini Mkristo ambaye hauna viwango vya kiroho. Bwana asifiwe sana. Imefika mahali ambapo mtu unaweza ukataka kuoa, na mabinti sio kwamba hawapo ndani ya nyumba ya Mungu, na si kwamba hawajaokoka, lakini ukimsogelea karibu unagundua sio Mkristo, ila anasali kwenye kanisa la watu ambao wameokoka. So watu wapo lakini hawana viwango. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unataka kufanya biashara, ama unafanya biashara na unataka kufanya na mtu aliyeokoka. Haleluya. Kwa unatamani kufanya kazi na Robert, lakini unamsogelea Robert unagundua hana viwango. Hana viwango, ameokoka lakini hana viwango. So viwango ninavyoviongelea, naongelea viwango vya uungu ndani ya Mkristo. Viwango vya uungu ndani ya Mkristo. Sasa nani analeta viwango vya uungu ndani ya Mkristo? Je, ni elimu ya darasani? Nini kinaleta viwango vya uungu ndani ya Mkristo? Ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana asifiwe. Na tutakwenda kusoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22. Naomba tusome 1, 2, 3. Tusome. Sawa? Aha. Aha. Naomba turudie tena hapo mstari wa 22 peke yake.
Aha. Sawa. Sawa. Fadhili. Bwana asifiwe. Sasa moja ya matokeo ya mtu kuwa na Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Sawa? Lakini moja kati ya matokeo ya mtu kuwa na Roho Mtakatifu ni kuwa na roho ya uaminifu. Roho ya uaminifu. Sasa Ukristo sio maisha ya bora liende, yani bora liende, tumechangamka bora liende. Hapana. Mungu alivyotuokoa hakutaka tuwe Wakristo ambao hatuna viwango, hatuna viwango. Yani mtu ameokoka si mwaminifu. Haleluya. Mtu tayari ameshaokoka hana utu wema. Kumbe sio utu tu, lazima uwe wema. Mtu tayari ameokoka, huyu mtu hana uvumilivu. Jina la Yesu litukuzwe. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa ninapoongelea roho ya uaminifu, sio jambo ambalo unalifanya kwa kujitahidi. Ya kwamba sasa hii hapa ni hela ya watu, najitahidi nisichukue, najitahidi. Ya kwamba sasa nimeajiriwa, najitahidi niwe mwaminifu. Kama utafanya mambo ya Mungu kwa kujitahidi, utafanya kwa siku moja, utafanya kwa siku 2, alafu utaacha. Lakini uaminifu unapokuwa roho ndani yako, utafanya pale ambapo mchungaji yupo, pale ambapo haujafundishwa ukachangamshwa ukaanza kuwa mwaminifu. Utafanya hata kama hakuna fundisho ambalo limepita uwe mwaminifu, bali utafanya kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani yako. Yule roho wa uaminifu anaketi ndani yako. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa huwezi kuwa mwaminifu alafu Mungu akakuacha. Uaminifu ni kama ujinga hivi. Wewe umeokota 1,000,000 ya mtu afu unamrudishia. Uaminifu ni kama wewe sio mtu wa mjini, hujachangamka wewe bado. Mwanzo sura 39 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Mwanzo sura 39 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Kama nikiyatazama vizuri matunda haya, tunda ile roho, ninaona ya kwamba mtu mwenye tunda la roho anakuwa na viwango. Viwango vya Mungu, viwango vya Mungu. Na nataka nikwambie, roho ya uaminifu ni roho ya kitajiri. Roho ya uaminifu ni roho ya utoshelevu. Roho ya uaminifu ni roho ya mtu ambaye amepevuka, amekuwa kiroho, Haleluya. Bwana asifiwe. Mwanzo sura ya 39. Na tusome mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Ninaomba tusome hapa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Hivi ni viwango vya juu vya uaminifu. Mahali ambapo Yusufu hana wazazi, unanielewa sawa sawa? Mahali ambapo huna mke, umenielewa sawa sawa? Mahali ambapo wewe unaweza kufanya chochote kwa sababu yani wewe hamna mtu ambaye anakuangalia. Kwanza wamekuuza. Kwa unaweza ukasema ya kwamba hapa niishi vyovyote, lakini uaminifu inapokuwa roho, aidha baba yupo ama hayupo, aidha mama yupo ama hayupo, maadamu Mungu yupo, unakuwa mwaminifu kwa Mungu. Na haiwezekani ukawa mwaminifu kwa mke wako kama haujawa mwaminifu kwa Mungu. Haiwezekani.
nikimwona mimi nikimwona mwanaume ni mwaminifu kwa Mungu, najua huyu mwaminifu kwa mke wake. Nikimwona mwanamke ni mwaminifu kwa Mungu, najua huyu ni mwaminifu kwa mume wake. Nikimwona Mkristo ni mwaminifu kwa Mungu, najua huyu ni mwaminifu kwa familia yake, kazini kwake na popote alipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So uaminifu wetu sisi ni uaminifu kwa Mungu, alafu ni kwa watu ni natural. Kwa watu ni natural. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuwa Mkristo hauna roho ya uaminifu, unaanza kushangaa sema, yani niliambiwa wokovu mzuri, ni huwezi kuingia kwenye wokovu ukaishi unavyotaka na ukauona uzuri wa wokovu. Huwezi. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa waaminifu watu wanapotembea mabaya, tunakuwa waaminifu watu wanapotendea mema, tunakuwa waaminifu sio kwa wanadamu. Sisi ni waaminifu kwa Mungu. Na ndio maana niliwahi kuwafundisha nikawaambia hivi, Mkristo haiwezekani ukawa wewe sio mtu wa sadaka kisa umesikia kwamba wachungaji wanakula hela. Tafuta mchungaji asiyekula fedha, toa, kuwa mwaminifu kwa Bwana. Haleluya. Nasema haleluya. Unasikia labda kituo cha yatima sio mwaminifu, nenda mahali ambapo wewe unatakiwa uwe mwaminifu wewe. Wewe unatakiwa mwaminifu wewe. Bwana asifiwe. Nasema haleluya kanisa la Bwana. Sasa uaminifu unafanya nini kwa maisha ya Mkristo? Namba moja, maisha ya uaminifu, ndani ya uaminifu kuna kuinuliwa. Ndani ya uaminifu kuna kuinuliwa. Nisikilize, kama wewe sio mwaminifu kwenye level ndogo, nani akupeleke level ya pili? Promotion inafati mtu ambaye amekaa kazini miaka 10. No, hauinuliwi kwa sababu unazekea ofisini. Unainuliwa kwa sababu pale ulipo umefanya kwa uaminifu, ndio unainuliwa na kupelekwa kwenye level nyingine. Uaminifu unaweza kusema ni zaidi ya kidato. Ukampata mtu aliyesoma ambaye sio mwaminifu, ni bora umtengeneze huyu ambaye hana hicho ambacho kinaitwa kisomo lakini ni mwaminifu. Haleluya. Nasema haleluya. Mathayo sura 25 na mstari wa 21. Mathayo sura 25 na mstari wa 21. Nifuatilie kwa makini na karibia kumaliza. Haleluya. Lazima uwe mwaminifu. Unataka kuinuliwa, watu hawakuinui vivi. Mungu hakuinui vivi. Kumbuka kwanza anainua watu ni Mungu. Mungu anaangalia ya kwamba sasa huyu amepewa mshahara wake 500,000, wote amenyoa pombe na anakopa. Huyu nikimpeleka milioni anakata kauli. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu amekuamini kwa vitu vingi. Mungu amekuamini kwa uhai. Mungu amekuamini kwa watu ambao wamekuzunguka. Mungu anaweza kama amekuamini kwa kazi fulani. Mungu anaweza kama amekuamini kwa mambo mbalimbali. Wakati unamwambia Mungu nipeleke kule, jiulize kwamba hapa Mungu aliponiweka ni mwaminifu kiasi gani. Naomba tusome hiyo kitabu cha Mathayo sura 25. Aha. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Biblia inasema wewe umekaa hapa ofisini kwangu muda mrefu, kwa hiyo nakuweka juu ya mengi. No. Yusufu aliingia Misri akiwa sio Misri. Na Biblia inatuambia kwamba alikaa pale miaka 10. Lakini Yusufu alipoingia katika nyumba ya Potifa akamwona kijana. Kumbuka kijana alikuwa anatandika mpaka kitanda cha Potifa. Kwa sababu yule mwanamke angemvutia wapi nguo? Unaelewa sawa sawa? Yaani alikuwa anaingia kila sehemu. Yamkini Potifa alikuwa amemwekea mitego mingi na akagundua ya kwamba huyu kijana sitaangalia ni taifa gani, ninaangalia roho ya uaminifu. Misri pale walikuwa watu wengi nyumbani kwa Potifa, lakini Yusufu aliwekwa awe msimamizi wa Wamisri. When you have a spirit of faithfulness, nothing can put you down. Unasema kwa sababu mimi Mzaramu, pala ukabila, wana ukabila.
Kuna ukabila mbele ya mtu mwaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. So ndani ya uaminifu kuna kuinuliwa. Luka 16 na mstari wa 10. Hatuangalii kuwa waaminifu kwa jambo kubwa. Hatuangalii. Ukitaka kuyaona maisha yako yanainuliwa na Mungu, be faithful. Be faithful. Kuwa mwaminifu. Roho Mtakatifu alinifundisha vitu vya ajabu. Akanambia, Winnie, sit down. Maisha na mimi yana vitengo vingi. Unaweza ukamaster ku speak in tongue, ukawa poor kwenye giving, ukawa very poor kwenye mambo mengine mengi mno. Yaani ukawa una ndoa mbovu mno. Kwa hiyo maisha na mimi, Bible, it's more than library. Akasema, hamtakaa au utakaa usome neno langu ukafika siku ukasema sasa hapo unapata graduation umefuzu. Kwa sababu hili neno lina facts. Hili neno lina facts. Unaweza kuwa mbobezi, ukawa mbobezi wa maombi, lakini usifikiri umekava Ukristo wote. Lazima uwe mbobezi, kuna facts nyingine. Na tukifika katika eneo la kiroho, hatuchagui facts. Hatuchagui kwamba sisi hapa nasomea kuwa mchungaji. No! Unakuwa mchungaji, unakuwa mwaminifu, unakuwa na utu wema, unakuwa na fadhili, unakuwa na upole, unakuwa na upendo, yani unakuwa na kila kitu. Haleluya. Mbona mtu unashangaa, sasa mbona ameokoka sana? Unapimia nini? Unapimia nini? Kwa sababu ukiingia kwa Mungu unakutana na vitengo vingi. Unakutana na vitengo vingi. Na kama mtu hajaamua mwenyewe kwamba nayataka maisha ya upendo, hawezi kupenda. Ataomba, hataweza kupenda. Ni maamuzi. Haleluya. Nasema haleluya. Hebu muulize jirani yako kama ameelewa. I'm about to finish. Bwana asifiwe. So unataka kuona unainuliwa. Maybe I have this story kila siku nawapa. Kuna pastor mmoja alikuwa anafanya kazi kama sio UN, hayo mashirika ya kimataifa. Alikuwa anafanya kama secretary. Lakini hivi ninavyokuambia, kama nitakuwa sijasahau, sasa hivi ni HR. Alikuwa mwaminifu kwenye eneo la secretary, mpaka ile eneo la secretary likamkataa. Bosi akamwambia, naomba ukasome. Yaani bosi anakupa muda wa kusoma, yaani anakutengenezea mazingira rafiki ambayo unasoma, unafanya kazi na unapata mshahara. Kwa yule bosi alimsaidia, akaenda akasoma, na sasa hivi sio secretary, ni mtu mwingine. Bwana asifiwe. Kuna watu walikuwa ni house girl, ila leo wameingia kwenye familia za watu, wamekuwa kama familia. Roho ya uaminifu. Roho ya uaminifu. Hebu mtikise jirani yako. Roho ya uaminifu. Siongei uongo. Nimewaona kwa sababu ya roho ya uaminifu. Naomba tusome hiyo 16:10 Luka. Sawa? Jambo la pili. Roho ya uaminifu inakupa kuaminiwa. Kuaminiwa. Unapokuwa na roho ya uaminifu, unaaminika. Biblia ina watu wengi sana. Bible ina Daniel. Yaani weka some Danieli yote. Bible ina wakina Ruth, ina wakina Yusuf. Utaandika Mwanzo sura ya 37 yote, 38 yote, 40 yote. Kuaminiwa. Daniel alitumikia wafalme 5. Kila mtu anamtaka.
Hili kila mtu wewe kung'ang'aniwa. Hili kila mfalme anakuja, mfalme baba anakufa, anakuja mtoto anasema Danieli unabaki. Danieli unabaki. Lakini ukimwangalia Daniel unakuja kugundua ya kwamba hajaanza kuwa mwaminifu kwa Nebukadreza, yeye ni mwaminifu kwa Mungu. Uaminifu hauji na uzee. Uaminifu unakuja na Roho wa Bwana. Haleluya. Nasema haleluya kanisa la Bwana. Yaani ukiwa na roho ya uaminifu, unapoingia mahali inaonekana. Yusufu aliingia gerezani, ikaonekana roho ya uaminifu. Yusufu anaingia kwa Farao. Can you imagine? Mtu ambaye ni wa mwilini anamuona roho wa Mungu ndani ya mtu. Wewe Farao kumuona roho wa Mungu ndani ya mtu, unakuwa umejaa roho, umejaa mno, na matunda yake yaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unakutana na mfungwa wa kesi ya ubakaji, na aliyebaka sio tu mtu wa mtaani, amebaka mke wa ofisa. Alafu unamsikiliza hivi, anamaliza kukuambia, alafu unamwambia tupate wapi mtu kama wewe kuanzia leo. Hey! Uaminifu lazima iwe spirits. Hujawahi kuona mtu anaongea maneno mengi ili umwamini, ila kadri anavyoongea yaani kadri anavyoeleza CV yake akuelezee ili umwamini, ndio unazidi kuacha kumwamini. Haleluya. Nasema haleluya. Majira yamefika sisi kama Wakristo Mungu atuamini kwa fedha. Atuamini kwa mambo makubwa, atuamini. Mungu atuamini ya kwamba huyu anaweza kulibeba jambo langu, huyu anaweza kulibeba. Jina la Yesu litukuzwe. Na unajua Mungu anabidi kuamini kwa hela za yatima, akuamini kwa hela za wajane. One of the thing, walikuwa mtu mmoja ananishawishi, ananiambia, "Pastor, pale kanisani kwako unaweza kuweka kituo cha yatima?" Nikamwambia, "Mimi sijaitwa hicho. Mimi sijaitwa hicho. Mimi sitaki kumweka mwanangu awe mtoto yatima bure, kisa hizo mabox. Unafanya mradi wa kwako." Bwana asifiwe. Mwambie rafiki yako kuwa mwaminifu inamhitaji Mungu tu. Mungu tu peke yake. So nimesema huwezi kuwa mwaminifu kwa wanadamu kama wewe sio mwaminifu kwa Mungu. Lakini jambo la tatu, unapokuwa mwaminifu Mungu anatukuzwa. Nenda kasoma kitabu cha Daniel. Kisoma Daniel pale sura ya 6 yote, utaona Daniel namna ambavyo alikuwa mwaminifu kwenye maombi. Nimekuambia Ukristo una vitengo vingi. So Daniel alikuwa mwaminifu kwenye maombi. Kwanza aliomba akiwa hana cheo, alafu akimpandisha cheo anaomba. Wakimpandisha mishahara, kumbuka Daniel kutumikia wafalme 5 hakuwa a poor man. Yaani ukiwa na 10,000 tu ukilala uombi. Umeelewa sawa mtu wa Mungu? Yaani Daniel hakiwa na kitu, kwanza jamani ni mwaminifu. That's the spirit. Ile ni roho kamili. Yaani kadri Mungu anavyomuinua anaomba mara 3. Aachi kuomba. Nebukadreza akasema kuanzia leo abudiwe Mungu wa Danieli. Majamaa yameingia kwa Nebukadreza, kuna kila aina ya chakula cha ufalme.
alafu ndani unajua kumsikia Roho Mtakatifu wewe? Umewahi kumsikia Roho Mtakatifu kuna buffet mbele yako? Kwa sababu mfalme alikuwa anatafuta vijana ambao sio tu wana quality za ujuzi na ufahamu, alikuwa anataka na appearance. Akasema hawa walishwe. Alafu Daniel anasikia katika roho ale mtama na maji. Unajua kutokuwa waaminifu imetugharimu. Roho ya uaminifu inapelekea Mungu wako anatukuzwa. Bwana asifiwe. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi hapo ulipoketi. Roho ya uaminifu, napokwenda kumalizia, hujenga mahusiano. Roho ya uaminifu ndio roho inayojenga mahusiano. Nikiongelea mahusiano, siongelei mahusiano ya ndoa, naongelea mahusiano yoyote. Bwana asifiwe sana. Ruth sura ya 1 na mstari wa 16. Mimi nakwambia kama sio mwaminifu, hata ofisini utakuwa peke yako. Kwa sababu roho ya uaminifu ni roho inayojenga mahusiano. Kwa sababu kuwa mwaminifu ni lazima usimamie unachokiongea. Very important. Ruth sura ya 1 na mstari wa 16, naomba tusome tu hapo, lakini nenda tusome kitabu cha Ruth chote. Tusome hapo. Sawa. Bwana asifiwe. Haya maneno ni zaidi ya kiapo cha ndoa. Mimi sije kuona wanandoa akisema kama Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ninakupenda na kupenda pia. Haleluya. Lakini huyu Ruth anamwambia haya maneno mwanamke mmoja anaitwa Naomi. Na Ruth anaongea maneno magumu. Lakini Ruth, ukisoma Ruth sura ya 2 ya 3, utaona Ruth akisimamia maneno yake. Siku kama ya leo watu wanaoana, nitakuwa na wewe, nitakuwa katika hizo. Katika nitakupenda. Pigia Yesu makofi. Mtu tu amepata na kichombe, amka ukapike bwana. Acha jamani, umesahau kiapo. Hapo sasa kabla hujamuoa sasa. Mambo ni mengi, maahadi ni mengi. Nikapata shuhuda moja ngumu. Mtu mmoja akaniambia, mama, sasa mume wangu ameniambia, tulivyoana tu akaniambia, sasa sikiliza, yale yote nilikuwa nakwambia sina uwezo wa kuyafanya. Sasa mtu wenyewe ni bora angekuwa mtundu ningemuelewa. Watu wanaonyamaza. Bwana asifiwe. Sasa kila mtu anaweza kuanzisha mahusiano, ila mwenye roho ya uaminifu ndio ambaye anaweza kuyatunza mahusiano. Iwe ni mahusiano ya kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kanisani, iwe ni kwenye jamii, iwe ni mahusiano yako na Mungu. Mwanzo 28 na mstari wa 22 hatutasoma. Yakobo na yeye alikutana na Mungu. Aliongea maneno yake Yakobo kwa Mungu, lakini aliyasimamia maneno yake. Usipokuwa mwaminifu kwenye mahusiano, unadharaulika. Unapoongea maneno yako watu wanayapuuza.
Bwana asifiwe. Haleluya. Ninapoenda kumalizia, Timotheo wa pili 2:20, hapo tunasoma unapokuwa na roho ya uaminifu unakuwa chombo cha heshima. Unapokuwa mwaminifu, heshima inakupata, inakufikia, unaheshimika. Kwa sababu asiye mwaminifu ni wa chochote. Unaweza kuwa chombo lakini sio chombo cha heshima. Asiye mwaminifu ni wa lolote. Naomba tusome hiyo 2:20. Na vingine anasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na vya fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima na vingine havina heshima. Bwana apewe sifa. Nisikize nikwambie, mtu wa Mungu, ili uishi maisha ya kuheshimika lazima uwe mwaminifu. Kuna nafasi kwenye maisha hazigombaniwi, wanapewa watu waaminifu. Ibada ya kwanza niliwaambia, yaani mtu unadharaulika kiasi cha kwamba wewe uko hapo nyumbani, watu wanafunga milango, wanahakikisha. Yaani hauaminiwi mpaka na nguo. Friji nalo lina funguo, limefungwa, na wewe uko mtu mzima hapo ndani. Yaani roho ya uaminifu, unaweza ukahisi una mkosi, kumbe hauna roho ya uaminifu. Kuna mambo wanakabidhiwa watu waaminifu. Timotheo wa pili 2:2. Moja wapo ni Injili. mbili. Naomba tusome. Naomba turudie tena. Kwa sababu Injili akikabidhiwa tapeli, anawatapeli watu na neno. Bwana apewe sifa. Roho ya uaminifu, yaani inakupa heshima. Kuna vitu unakabidhi, kuna vitu mtu anaondoka anakukabidhi kwa sababu anakuamini. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa nataka niongee kwa dakika moja hasara za kutokuwa mwaminifu. Hasara za kutokuwa mwaminifu ziko nyingi. Namba moja, unavunja mahusiano yote utakayokuwa nayo. Yote, hata na mama mdogo yatavunjika. Lakini usipokuwa mwaminifu unaleta maumivu mengi. Yaani ashumu umeenda msibani, ukaanza kusisimka pale, ukasema watoto hao wote nawasomesha. Watu wote wakarelax, wengine wakaingia maombi ya shukrani. Wewe ukatoka hapo, yaani kumbe uliongea tu. Uliongea tu. Unapewa kusimamia mirathi, unakosa uaminifu. Kukosa uaminifu kumeleta maumivu mengi. Wewe unampa fundi akujengee, sio mwaminifu. Yeye mwenzako anajenga tu ili alipwe, iishi.
Mimi wakijaga mafundi hapa kanisani kufanya kazi, mara nyingi wanasema huyu fundi ana upendo. Huyu fundi ana upendo. Lakini mwingine unamuona kabisa, yaani sio mwaminifu kwenye kuweka tofali. Sasa utaweza nini? Mtu anashindwa kuwa mwaminifu kwenye jambo dogo, kwa sababu kumbuka kile unachokifanya ndio kitasababisha uitwe kwenye kitu kingine. So roho ya uaminifu, kuna watu wamebidi wavunje majengo yao, wajenge upya kwa sababu ya mtu mmoja aliyekosa uaminifu. Be faithful. Ninakuombea uwe mwaminifu. Sasa Mungu anatutaka tuwe waaminifu mpaka kwenye pointi gani? Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 10. Nimeenda haraka. Yaani Mungu si tu anataka uwe mwaminifu mpaka ufungwe gerezani. Hicho ni kiwango kidogo. Kwa sababu Yusufu alikuwa mwaminifu mpaka kuingia gerezani. Je, Mungu anataka tuwe waaminifu mpaka kufa na njaa au kusikia njaa? Anataka tuwe waaminifu kwa level ipi? Yaani Mungu anatutegemea tuwe waaminifu hata kufa. Kamuulize Danieli, atakwambia vizuri. Kamuulize Shadrach, Meshach na Abednego, watakwambia vizuri. Ufunuo 2 na mstari wa 10. Namba tusome. Namba turudie tena. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anatutegemea tuwe waaminifu hata kufa, kwa sababu mwaminifu ana thawabu yake. Kama una mpango na unategemea kuinuliwa na Mungu, lazima uwe mwaminifu. Ninakuombea mchana wa leo, ndani yako kuzaliwe na kuumbike viwango vipya vya kuwa mwaminifu. Mtu akikuachia jambo lake, anatakiwa akalale, kwa sababu amemwachia mtu mwaminifu. Mtu akikuachia fedha zake, anatakiwa apumzike, kwa sababu amemwachia mtu mwaminifu. Mtu akikuajiri kwenye ofisi, anatakiwa apumzike, kwa sababu amemkabidhi mtu mwaminifu. Ni maombi yangu mchana wa leo, Bwana akupe kuaminiwa kwa mambo makubwa, kwa sababu tu ya roho ya uaminifu inautembea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nilikuwa naambia watu wa ibada ya Kiingereza, nikawaambia watu wa Mungu, mimi nafanya kazi na Apostle Onesmo Ndegi. Apostle Onesmo Ndegi, yani yeye anachojua ni kupokea taarifa kutoka kwangu. Kila kitu nafanya. Yani nikirudi kwa baba kumuuliza, hapa mzee tunafanyaje? Wini, fanya. Amua utakachokifanya. Sasa mtu hawezi kukukabidhi mambo ya taasisi, kuamua maisha ya watu, kuamua kwenye kazi ya Mungu, kama sio mwaminifu. Kuna mtu anaweza kakaa akatamani kuwa na cheo cha kuwa katibu mkuu, lakini si swala la kupewa cheo, swala la kuwa mwaminifu. Unaelewa mwana wa Mungu? Mwaminifu kwa fedha nyingi zinazokuja. Mzee anasema sitaki kusikia simu yako tena ukiniambia baba naomba hii 500,000 tumpe fulani. Wini, amua. Mimi siongei uongo. Hakuna kitu Apostle Ndegi kwa sasa najua ambacho mimi sijamwambia. Hakipo.
Mimi namwambia baba, sasa hii hapa 500,000 tupeleke hapa. Na hii nimeshampa huyu hii. Alafu sasa hivi inabidi huyu hapa ndio afuate na mzee yuko analala na anapumzika. Bwana asifiwe. Wewe unaambia Mungu, baba niko hapa. Baba yatumie maisha yangu. Huku Timotheo anaambiwa Injili usikabidhi mtu mzembe. Usikabidhi mtu mwenye uchoyo. Injili tafuta watu waaminifu, wape kijiti cha Injili, wape watu waaminifu. Unaweza kusimama hapo ulipo tumshukuru. Inua mikono yako miwili kwa dakika moja, ombe Roho Mtakatifu. Nipe viwango vya uaminifu. Nipe viwango vya uaminifu kwako, kwenye kazi yako, popote nitakapoaminiwa. Roho Mtakatifu nisaidie kuwa mwaminifu. Nipe kuwa mwaminifu kwenye kila mahusiano utakayonipa. Nipe kuwa mwaminifu. Mungu, nipe uaminifu. Nisifanye kwa siku 2, nisifanye kwa mwezi, nisifanye kwa miezi. Nipe viwango vya uaminifu. Nakwambia roho ya uaminifu itakuingiza ndani ya moyo wa bosi wako. Roho ya uaminifu. Roho ya uaminifu. Watu watakuamini kwa mali utawaletea kufanya biashara. Roho ya uaminifu. Mwambie Bwana, nipe ile roho ya uaminifu inaoleta kuaminika. You can't be poor when you are faithful. Huwezi kuwa masikini kama ni mwaminifu. Watu wanakupa chakula, watu watakupa vitu, watakupa mtaji wakijua ya kwamba nimempa mtu mwaminifu. Kataa kuwa Mkristo usiye na viwango. Hauaminiki na chochote na bado unaishi. Mwambie Bwana, nahitaji roho ya uaminifu. Niamini Bwana kwa viwango vingine. Nimwone mtu ambaye anamaanisha kuomba kwa dakika hizi chache. Bado Mungu anataka kuamini kwa fedha nyingi. Mtu wa Mungu anatoka kuamini kama Yusufu. Anajua Yusufu nikimsaidia watu wa kwao watasoma, watakula, na anajua kwamba nikimsaidia Yusufu si mtu wa kisasi, ni mtu mwenye roho ya uaminifu. Mwambie Mungu, niko tayari. Mimi ukinibariki, ukoo wangu wote watakujua wewe. Ukoo wangu wote wataenda shule. Sitamwona mhitaji nikamdharau, kwa sababu Mungu hautakuwa umenipa hela kwangu peke yangu. Give me a spirit of faithfulness. Endelea kuombea Roho Mtakatifu. Nipe roho ya uaminifu ambayo haifichiki. Ambayo haifichiki. Roho ya uaminifu ambayo wanadiscuss kwenye vikao vya wakuu. Wanadiscuss roho nilionayo, sio shule nilionayo. Ora bashekete. Watu wanakujadili ya kwamba tumpe huyu kazi, tumwajiri fulani na aitwe, sio kwa sababu amesoma, ana roho ya uaminifu. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Maanisha kuomba, mtu wa Mungu. Wewe usisubiri kinachokuja. Mwambie Mungu, utakaponiamini kwa mahusiano, utakaponiamini kwa ndoa, nipe roho ya uaminifu. Nipe roho ya uaminifu. Nipe roho ya uaminifu. Bi roho Bwana, nahitaji roho yako uaminifu. Asante Yesu.